Mimi ni Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa Jimbo Katoliki la Bukoba, ambaye vile vile nimekuwa askofu msaidizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu kwa miaka 9 na Dar es Salaam miaka 10. Hivyo nimefanya na Kardinali Pengo kwa muda wa miaka 20 nikiwa Dar es Salaam. Kardinali Pengo ambaye alizaliwa Jimbo la Sumbawanga mwaka 1944 na kupewa upadirisho mwaka 1971 na kupata shahada ya uzamivu kutoka chuo kikuu cha Laterano IIR ya Alfonsiana ambao ni katika maadili. Na yeye amefundisha seminari, amekuwa kambira wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea, ndiye aliyeifungua. Na akiwa pale Segerea mwaka 84 ndipo alichaguliwa kuwa askofu wa Jimbo la Nachingwea, ambayo baadaye liligeuka kuwa Jimbo la Tunduru Masasi. Na mwaka 1990 Januari ndipo aliteuliwa kuja kuwa mwandamizi, askofu mkuu mwandamizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam hadi Baba Mwadhama Lauriani Kanairugamba alipostaafu mwaka 1992. Yeye ndiye akachukua Jimbo Kuu la Dar es Salaam, akawa kiongozi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam mpaka mwaka 2019. Hivyo ni miaka mingi ya kutosha. Na mwaka 1998 ndipo alipata ukardinali. Hivyo waroko kwa kifupi ndio maisha yake Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Nimesikitika, ingawa kusema kweli sio kwamba ilikuwa tunashtuka sana, kwa sababu bahati mbaya tangu hata kabla ya kustaafu alianza kuugua, lakini baadaye akapata nguvu. Na nashukuru hata mwaka jana aliweza kuja hapa kwa ajili ya jubilei yangu ya miaka 25. Ikieleweka kwamba miaka 25 iliyopita ndiye aliyeniteua na kunipa uaskofu, pamoja kushirikiana na maaskofu wengine. Hivyo nilifurahi kwa sababu ingawa alikuwa anaumwa, aliweza kuja kwa sherehe hiyo ya miaka yangu 25 ya uaskofu. Na ndio mara ya mwisho niliyomwona. Alafu baadaye nikasikia amedhoofika, amekwenda India. Hata alipotoka India alikuja baada amedhoofika, kukaa siku nyingi ndiye amefariki. Mchango wake kwanza, kabla hata hajawa askofu, amesaidia licha ya jimbo lake, ndiye mwanzilishi wa seminari kuu ya Segerea na aliweka vizuri. Na vile vile kama askofu mkuu wa Dar es Salaam amefanya kazi kubwa sana Dar es Salaam, hasa kwa namna ya pekee kupanua utume, akifuata nyayo za Mwadhama Lauriani Kanairugamba. Aliweza kuanzisha maparokia mengi sana, na kabla hajastaafu alikuwa anakaribia kufika 100 kutoka majimbo ya, nadhani alipoingia yalikuwa kama 30 na kitu. Hivyo naona kwamba alifanya kazi kubwa sana, akawaleta wafanyakazi, mapadre, watawa, wanaume kwa wanawake, wakashika maparokia mbalimbali. Alafu vile vile akawapa na walei nguvu. Nakumbuka alipokuwa afanya kazi naye, tuliweza kutengeneza mwongozo wa fedha kiasi kwamba walei wanajua hela ngapi zimeingia na zimefanya kazi gani, na kushiriki katika kufanya bajeti, katika kufanya mipango ya parokia. Hivyo nakuta kwa kweli parokia nyingi mpya zilizojengwa zimejengwa na walei ambao waliwawezesha na kuwapa nguvu. Hivyo kwa kweli amefanya kazi, mchango mkubwa sana kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na vile vile katika Baraza la Maaskofu amekuwa mstari wa mbele. Mimi nikiwa katibu mkuu ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa fedha wa Baraza la Maaskofu, na akiwa pale Dar es Salaam bila shaka ndiye unayemkimbilia wa kwanza kama askofu. Hivyo kwa muda wote ule alikuwa ndiye mstari wa mbele katika kusaidia baraza. Na kisha kuwa kardinali ni mtu mkubwa, yaani kutoka kwa Baba Mtakatifu anayefuata ni kardinali katika kanisa. Hivyo ukiwa na kardinali hapa Tanzania kwa kweli unajivuna, na unapoongea yeye akiongea kwa kweli inakuwa na kishindo kikubwa. Hivyo kwa namna hiyo amesaidia sana katika baraza na katika taifa. Urithi aliyouacha akiwa bado katika madaraka, alitetea sana wanyonge na haki zao, na hiyo alilifanya kwa nguvu sana bila kumuunya maneno, na hiyo inakuwa ni urithi sana, na yeye aliyoyaongea bado yanasikika. Hiyo kilikuwa kitu kikubwa sana, kimoja cha kwanza alichokifanya. Cha pili, pale Dar es Salaam alikuwa anasaidia wanyonge, na alisaidia wanyonge sana, walio na ulemavu, walio na nini. Alijaribu kuwatafutia fursa na kutia nguvu, kwa mfano vituo vilivyokuwepo. Alafu alipenda vijana. Katika
Facebook nimepandisha picha kadhaa tulipokuwa tunakwenda naye beach mass. Siku moja alikuwa ameugua, hawezi kutembea, lakini hakutaka kukosa. Tukatafuta vijana wakambeba, kwa sababu pale ulibidi kutembea, wakambeba mpaka wakamfikisha beach, lakini akawa na vijana katika beach mass. Hivyo ni vitu kadhaa ambavyo kwa kweli tunamkumbuka na tuweza kusema kwamba amejitahidi na ametia mchango wake ambao hautafutika. Kwangu mimi kwanza aliniteua kuwa askofu, ndiye aliyenipendekeza jina langu. Pili, ninachomkumbuka ni kwamba nikiwa pale Dar es Salaam alinipa fursa nyingi sana. Hata akanipa kazi ile katika Radio Tumaini, na pale ndio nami kaanza kuongea na kusikika. Hivyo kwa kweli ni lazima nimkumbuke kwa fursa zile alizonipa. Yeye alisisitiza ukweli. Unajua, yeye katika masomo yake alijikita sana katika maadili, katika heshima, katika tabia nzuri, na hiyo ndiye akapata degree ya uzamivu juu ya maadili. Hivyo kwake maadili kwa kitu kikubwa sana, na imani iliyo thabiti ilikuwa kitu kikubwa sana. Unakumbuka kwa mfano mwanzoni pale alikuwa anagombana na watu kama wana maombi na wengine ambao walijaribu kupindisha mafundisho ya dini, na hiyo hakukubali, na hakukubali chochote kile mtu apindishe mafundisho ya dini. Kwa namna hiyo, kwa kweli hiyo ndio ilikuwa mchango mkubwa sana aliofanya, na alioacha katika Dar es Salaam, kuweka maadili mazuri. Mambo matano, kwanza ni tabia nzuri. Yaani kuwa mwaminifu katika imani yako. Alikuwa na tabia nzuri. Pili, mafundisho sahihi ya dini. Hiyo nitaikumbuka vile. Tatu, kuheshimu watu wa rika zote. Ukiwa askofu, ukiwa kardinali, kuheshimu wote. Hata na walei, hata wanani uwaheshimu. 4, kutoa fursa. Najua nilipokuwa naye alikuwa ananipa fursa nyingi. Mpaka naongea nafanya. Najua kutoona kwamba huyu mbona anaongea sana, mbona anazidi pale. Najua nilikuwa napiga maneno na mimi. Hivyo kwa kupiga maneno na nini, kutoa fursa kwa wengine, kwa vijana, kwa watu waliokuwa nao mle parokiani. Na la mwisho ni kwamba hata katika siasa hakuogopa kusema alivyokuwa anafikiri. Hata mara nyingine, hata alipokuwa anatofautiana na maaskofu wenzake, alikuwa anasema tu.